kuelekea miaka 30 ya Mamlaka ya Mapato Tanzania, hapa mkoani Lindi wameendelea kufanya mambo mbalimbali ikiwemo masuala ya michezo kwa maana ya jogging. Lakini kesho wataenda kupanda miti katika shule ya msingi Tulieni, na zoezi hilo litaongozwa na mkuu wa wilaya ya Lindi Mheshimiwa Victoria Mwanziva. Sisi tukiwa kama mkoa, kama sehemu ya Mamlaka ya Mapato Tanzania, basi kamishna mkuu wetu Mheshimiwa Yusuf Juma Mwenda ameelekeza mikoa yote kuhakikisha kwamba inaadhimisha maadhimisho haya ya miaka 30 kwa kuwakutanisha pamoja wadau mbalimbali katika eneo hili la kodi, hususani kwa umuhimu wa kipekee kabisa walipa kodi ambao wamekuwa ni chachu, wamechangia ukusanyaji wa mapato katika kipindi hiki chote cha miaka 30. Kwa kipekee tuwashukuru walipa kodi wote wa mamlaka ya wa mkoa wetu wa Lindi kwa sababu mwaka hadi mwaka wamehakikisha kwamba tunafikia malengo ya ukusanyaji wa kodi, na hilo ndio lengo la kwanza la uanzishwaji wa Mamlaka ya Mapato Tanzania. Basi katika kuanikiza hilo, labda niseme tu kwa mwaka huu 2025 2026, mwaka ambao tunaenda kumaliza takriban siku chache zijazo, mamlaka hii ilipangiwa au ilipewa lengo la kukusanya jumla ya shilingi bilioni 29.164, lakini mpaka kufikia leo bado mwaka tujaumaliza, tayari tumeshakusanya bilioni 32.175, na matarajio yetu mpaka kuelekea mwisho wa mwezi basi tutakuwa tumekusanya zaidi ya shilingi bilioni 33. Kwa hiyo kutoka kwenye lengo la bilioni 29 tumeweza kukusanya bilioni 33. Hii sio mamlaka ya mapato peke yake, bali ni walipa kodi kwa ujumla wao. Ushirikiano mkubwa ambao tumeupata kwa walipa kodi umekuwa ni wa kipekee kabisa basi, na hivyo basi sisi tunaendelea kuwashukuru na tunaendelea kuwaomba kujitokeza kulipa kodi kwa hiari, kwa sababu kulipa kodi ni maendeleo ya nchi yao. Aidha, tunawakaribisha katika ofisi zetu za Mamlaka ya Mapato. Tuko wazi leo, kesho, lakini tuko wazi ili kuweza kuwasikiliza, kuweza kuwahudumia pale ambapo wanapata changamoto mbalimbali na pale ambapo wanahitaji maulizo mbalimbali. Niwashukuru sana na niwakaribishe sana katika maadhimisho haya miaka 30. Hongereni sana walipa kodi wote wa Tanzania, hongereni sana walipa kodi wote wa mkoa wa Lindi. Matukio mangapi ambayo mtafanya kuelekea siku ya miaka 30 ya TRA kwa mkoa wa Lindi? Kuelekea miaka 30 ya TRA, hii ni nchi nzima. Pamekuwa na matukio kadhaa ambapo wiki hii tumekuwa na wiki ya mlipa kodi. Tumeenda maeneo mbalimbali ili kuweza kuwaona walipa kodi wetu na wenye uhitaji na jamii kwa ujumla, kwa sababu makusanyo haya ya kodi yanaenda kulenga jamii hiyo moja kwa moja. Hivyo basi tumekuwa na mazoezi hayo, lakini leo siku ya Jumamosi tarehe 27 mwezi wa 6 tulikuwa na matembezi ya hisani ambayo yalifanyika hapa katika uwanja huu wa Irulu na yaliongozwa na Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mtama, Mheshimiwa Nape Moses Nnauye, tunamshukuru sana. Lakini siku ya kesho patakuwa na zoezi la upandaji miti ili kuifanya Tanzania iwe ya kijani, ili kuanikiza juhudi za kutunza mazingira. Kwa hiyo miti hii tutaipanda katika shule ya msingi Tulieni iliyoko Mnazi Mmoja hapa Lindi, na zoezi hilo litaongozwa na Mheshimiwa mkuu wa wilaya, Mheshimiwa Victoria Mwanziva. Lakini siku ya Jumatano tarehe 1 ambayo ndio kilele cha maadhimisho ya uanzishwaji wa TRA, ambapo pamoja na matukio mengine kutakuwa na tukio la utoaji tuzo ya rais, ya Mheshimiwa Rais kwa walipa kodi bora kwa mwaka uliopita. Hivyo basi sisi hapa kama mkoa wa Lindi tutakuwepo katika ukumbi wa Dockyard tukiweza kufuatilia moja kwa moja, yani mubashara, matukio yatakayokuwa yanaendelea kule katika ukumbi wa Mlimani City jijini Dar es Salaam. Na kwa kufanya hivyo tutapata wasaa wa kusimama japo kwa dakika moja kwa ajili ya kupongeza mafanikio yaliyopatikana katika kipindi hiki cha miaka 30. Kwa hiyo kwa niaba ya wabunge wenzangu, lakini kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Lindi ambao sisi wabunge tunawakilisha, nataka kuwashukuru sana Mamlaka ya Mapato kwa miaka 30 ya kazi nzuri ya kizalendo ambayo mmeifanya kwa nchi yetu. Nyuma, kabla ya Mamlaka ya Mapato haijaanzishwa, na jambo moja najivunia sana, Mamlaka ya Mapato ilianzishwa na serikali ya awamu ya 3 iliyokuwa inaongozwa na ndugu yetu Benjamin Mkapa. Kwa hiyo sisi Wanakusini tunajivunia kwamba alianzisha taasisi, imesimama na inaijenga nchi yetu.
Kabla ya mamlaka hii kuanzishwa, ukusanyaji wa mapato ulikuwa na tabu katika nchi yetu, na kwa hiyo safari ya kujitegemea kama nchi isingewezekana. Mamlaka ya mapato, kwa sababu wamekuwa wanavunja rekodi kila mwaka ya kukusanya fedha, ndio maana tunaweza kujigamba tukasema nchi yetu inakwenda vizuri na tunaendelea kujitegemea. Ni matumaini yangu kwamba siku moja tutaacha kutegemea misaada, tutasimama wenyewe, tuijenge nchi yetu wenyewe kwa kodi zetu. Ndio maana tunasema kodi zetu, maendeleo yetu. Misaada inafedhesha, wakati mwingine wanatusimanga na misaada yao. Kwa hiyo mamlaka ya mapato inatupa ujasiri. Ukisikia tunapiga kelele barabara zetu zijengwe, kiburi hiyo inatokana na kazi nzuri inayofanywa na mamlaka ya mapato. Ukiona kuna mashule yanajengwa, huduma za afya, mahospitali, kila kona yanajengwa, lakini mashule na watoto wetu wanakwenda shule, ni kwa sababu mamlaka ya mapato inafanya vizuri. Lakini ukiona wafanyakazi wa serikali wanalipwa mishahara kwa wakati, ni kwa sababu mamlaka ya mapato inafanya kazi vizuri. Kwa hiyo wanagusa maisha yetu. Uwepo wetu hapa ni kuonyesha kwamba tunathamini mchango wenu kwetu, mchango wenu kwa nchi yetu. Na bahati nzuri, mkurugenzi mkuu rafiki yangu Mwenda anafanya kazi nzuri sana. Mimi namfahamu siku nyingi, alianzia TRA, akaja akajaribu siasa, akawa meya Kinondoni pale, baadaye akatuacha akaenda. Kwa hiyo anachanganya uzoefu wote, na mimi ni matumaini yangu kwamba ataendelea kuongoza mamlaka ya mapato tufike mahali pazuri. Namshukuru sana rais wetu kwa kazi nzuri anayofanya na kwa kukubali kwake kwenda kushiriki sherehe hizi muhimu za kuadhimisha harakati za kuifanya nchi yetu ijitegemee. Ninachowaomba TRA, endeleeni kutenda haki katika kukusanya mapato. Mkitenda haki, walipa kodi wakaiona kodi yao, wataendelea kulipa kwa moyo na kwa upendo. Tunatamani ulipaji wa kodi usio wa kufukuzana. Ulipaji wa kodi uwe wa kulipa kwa raha, kwa sababu tumesema kodi ni maendeleo yetu. Hamna mtu asiyependa maendeleo yake. Kwa hiyo ulipaji wa kodi uwe ni jambo la hiari, watu walipe na tuone maendeleo yakitokea. Tuendelee kutoa hamasa kama hizi mnazofanya, tuendelee kuelimishana, na kesho mimi nitakuwepo kwenye kupanda miti. Nitawaomba na wenzangu tuungane pamoja, tuwaunge mkono TRA, kesho tuende tukapande miti. Ndio namna ya kuonyesha shukrani yetu kwa kazi nzuri wanayofanya ya kizalendo. Kukusanya kodi sio kazi rahisi sana. Wakati mwingine nawaangalia hivi naona kama nyuso zao za kuchekacheka, lakini kodi zinakusanya. Kwa hiyo nawatakia kila laheri kuelekea kwenye kilele chenu cha kuadhimisha miaka 30. Ni wafanyabiashara ulipaji wa kodi bila shuruti. TRA imeweza kuunganisha wafanyabiashara kuweza kulipa kodi kwa mahusiano mazuri, na wanapofanya mazungumzo na wafanyabiashara, majadiliano, ndio njia pekee ya kuweza kufanya TRA au kuwafanya wafanyabiashara waweze kulipa kodi kwa wakati na bila ubabaishaji wa aina yote. Nini kifanyike kwa mwaka ujao, miaka 31? Ni kuendeleza mahusiano kati ya wafanyabiashara na TRA. Wanapokuwa na mahusiano mazuri na wafanyabiashara, ulipaji wa kodi utakuwa mzuri wa bila shuruti. Watapokuwa na mahusiano mabovu, basi hata ulipaji wa kodi hautakuwa mzuri. Ila kwa sasa hali waliokuwa nayo ya kulipa kodi kwa mahusiano, hii hali iendelee, na ndio maana mafanikio makubwa sasa hivi yanapatikana kiasi kupelekea hata mkoa wa Lindi kuweza kuvuka malengo ya kile walichopangiwa. Hii ni kwa ajili ya ushirikiano mzuri uliopo kati ya TRA na wafanyabiashara. Kwa kweli kama alivyosema meneja wetu, meneja ukaguzi, kwamba hapakuwa na ulipaji wa kodi mzuri ambao ulikuwa umeandaliwa kutoka chini. Ni kweli, nashuhudia hata mimi kipindi cha nyuma, viongozi waliopita ambao wengine tulikuwa nao karibu sana, palikuwa na shida. Ila kwa kuanzishwa TRA, tunaona kabisa kwamba makusanyo yamekuwa, maboresho ni makubwa, yanaendelea kukua mwaka hadi mpaka hivi leo tulipofikia. Kwa hiyo kwa sisi wafanyabiashara wa Lindi, tunaomba uongozi, meneja na wasaidizi wake wote waelekeze nguvu zao
kwa wafanyabiashara wale wa chini, yani wanapenda kusema kwamba waendelee kuibua nini vizazi, tunasema kizazi kile cha chini kipande kikue, yani wale wafanyabiashara wadogo wawatengeneze wakue waweze kulipa vizuri na mji wetu uzidi kuwa na mapato makubwa zaidi ya haya. Kila mwaka wamekuwa wakivunja rekodi ya ukusanyaji wa mapato kwa mkoa wa Lindi. Mara nyingi umekuwa ukiongoza kwa ukusanyaji wa mapato. Kwa hiyo nawapongeza sana Mamlaka ya Mapato TRA kwa mkoa wa Lindi. Wamekuwa wakituvesha nguo kwa upande mwingine, kwa sababu Lindi imeonekana iko nyuma sana, lakini kutokana na wao ukusanyaji wao wa mapato kuwa uko bora, maana yake namba inajionyesha zaidi na namba inajionyesha zaidi, yani kwamba watu wanaweza wakasema Lindi haina maendeleo, lakini ukija kwenye namba unakuta TRA yenyewe inaongoza katika ukusanyaji wa mapato kwa mkoa wetu wa Lindi. Jambo jingine ambalo nafikiria sisi tunaweza tukaipongeza TRA ni katika kusimamia sasa yale mapato ambao wanayakusanya, kuhakikisha kwamba kile ambacho kinapangwa kinafanyika, na tunaona maendeleo kwa mkoa wetu wa Lindi yameanza kujionyesha, tofauti na hali ilivyokuwa mwanzo. Sasa hivi tunaona miradi ikiendelea mikubwa tu inafanyika hapa, yote ni kwa sababu ya TRA. Kwa upande sasa wa wajasiriamali, wakulima na wenye viwanda na watu wengine ambao wanajihusisha na uzalishaji, ni nafasi yao sasa ya kupata TIN number TRA ili na wao waweze kuwa sehemu ya wakusanyaji wa mapato, kwa sababu kama hawana TIN number maana yake unakuta wanafanya biashara kiolela. Sasa inatakiwa wote tuwe kwenye TIN number ili kusudi sasa tuijenge mkoa wetu na tuijenge nchi yetu kwa pamoja. Hii ni ITV Digital. Mimi naitwa Fatuma Maumba kutoka mkoani Lindi.